Askofu wa KKKT Dayosisi ya Magharibi, Askofu Jackson Mshendwa amewataka wanawake wa kanisa hilo kuwa nguzo katika kusaidia umoja na mshikamano katika kanisa na familia. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mradi wa ujenzi wa jengo la huduma katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Kamati ya Bunge ya miundombinu imeiagiza Wizara ya Uchukuzi kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha chuo cha bahari Dar es Salaam DMI kinahamia kwenye eneo kubwa ili kutoa elimu kwa ufanisi zaidi. Na mchakato wa kuhesabu kura unaendelea katika Jamhuri ya Kongo Brazzaville baada ya kumalizika uchaguzi mkuu uliofanyika jana Jumapili. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie mkoani Kigoma. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Magharibi, Askofu Jackson Mshendwa amewataka wanawake wa kanisa hilo kuwa nguzo katika kusaidia umoja na mshikamano katika shughuli za kanisa na familia pamoja na kuondokana na utegemezi. Tupate taarifa kamili. Maadhimisho haya ya siku ya maombi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Jimbo la Kusini yameenda sambamba na maandamano ya amani kukemea ukatili na ulawiti kwa watoto pamoja na kuombea amani dunia iwe na utulivu ili watu wake waishi kwa umoja na upendo. Askofu Jackson Mshendwa amesisitiza uchamungu kwa wanawake na kuhakikisha wanatunza familia zao na kuondoa migogoro. Ili uweze kuwa nguzo, ni lazima jambo la kwanza umche Mungu. Ukimcha Mungu utapata hekima na busara. Lakini usipomcha Mungu, neno la Mungu linasema mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Ndugu zangu, mwanamke akisimama katika haki, katika sala na utumishi wa Mungu, atakuwa baraka kwa familia, kwa kanisa na kwa taifa. Niwaombe tuendelee kujitoa kumtumikia Mungu wetu. Tuendelee kila mmoja kuhakikisha anaondokana na hali na tabia ya utegemezi. Kila mmoja ajitahidi kufanya kazi ili apate mapato ya kuendelea kulijenga na kulikuza kanisa letu. Katika hotuba ya mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Buhigwe Kanali Michael Ngayalina iliyosomwa kwa niaba yake na katibu utawala wa wilaya Utefta Mahega pamoja na mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani, wamesisitiza wanawake kuwa mstari wa mbele kukemea ukatili na kulea familia kwa ukamilifu. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa sana la kufundisha maadili mema kwa watoto wetu. Lakini pia tuna jukumu kubwa la kutoa ushauri na maonyo kwa jamii kwa kuhimiza watu kuacha matendo mabaya kama vile wizi, ulevi, unyang'anyi, vurugu, uasherati na mengine mengi. Mwanamke utakuwa jeshi kubwa kama ukisimama katika misingi ya kuombea kanisa, kuombea dunia, kuombea nchi yetu, kuiombea jamii. Tushirikiane bega kwa bega na serikali kuhakikisha kwamba maovu au vitendo vyote vya kikatili vinavyotokea kwenye jamii zetu tunaviibua ili viweze kuchukuliwa hatua, na hilo pia tutakuwa tumetimiza kusudi la Mwenyezi Mungu, si ndio? Tukipanga mipango yetu vizuri bila kuombea, tunafanya kazi bure. Kwa hiyo tunajua kazi ya kanisa, tunajua kazi ya wamama, kuendelea kuwalea watoto wetu vizuri, kuendelea kuwaelekeza vizuri, kuwapa lishe nzuri, afya njema, lakini pia kuelekeza kupata elimu, kwani elimu ndio itakayofanya sasa tuwe na taifa zuri ambalo litakuwa na wataalamu. Umoja na mshikamano kwa wanawake ukitajwa kuwa nguzo imara itakayosaidia kukomesha matukio mabaya. Kwamba tutoe chuki, tuondoe chuki na kufanya uzeeke. Ukizeeka ukafa haraka, umetoroka kazi ya Mungu. Tunataka wamama waje, kanisa likue. Tunataka wamama wasimame, wakae kwenye nafasi, walee watoto wao, taifa liwe na amani. Haya yote tunatakiwa tuyafanye
amani, huku tukiendelea kutendeana mema kwa upole na kwa kiasi. Kutoka Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mkoani Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mradi wa ujenzi wa jengo la huduma katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi lazima ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa, huku wakiwapongeza watumishi wa hospitali hiyo kwa kazi nzuri wanaoifanya na kuhudumia wananchi na kuwataka waendelee kufanya kazi kwa weledi, uadilifu na kujituma. Akizungumza baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo katika hospitali hiyo iliyopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, waziri mkuu amesema serikali imehakikisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Vifaa vinamsubiri fundi tu, mpaka vya kupaua vilishakuja. Maana yake hakuna sababu ya kuchelewa, sababu vifaa vyote vipo, vinasubiri tu kasi ya mkandarasi. Na mimi nitumie fursa hii kumwelekeza mkandarasi aende sambamba na ratiba iliyopangwa, akamilishe mradi kwa wakati, sababu vifaa vyote vipo, fedha zipo, akamilishe mradi kwa wakati. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wafikishie salamu hizo kwa kandarasi. Matarajio yetu ni kuona mradi unakamilika kwa wakati. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi Dr. Deogratias Banumba amesema ujenzi wa jengo la huduma Wing B unagharimu takriban shilingi bilioni 13.28. Hadi sasa umefikia asilimia 59 utekelezaji. Gharama za mradi wa Wing B kwanza kwa awamu ya pili, mpaka sasa tushafanya ununuzi wa vifaa vya ujenzi ambao malipo ya mshauri elekezi na malipo ya gharama za ufundi ilikuwa ni shilingi bilioni 2.3. Na hii ni mchanganuo wa fedha ambazo Mheshimiwa Rais alivyokuja mwaka juzi alizitoa bilioni 4 hizi kwa ajili ya mradi wa Wing B, lakini na maendeleo ya shughuli nyingine za hospitali. Lakini pia kiasi kingine cha fedha cha shilingi takriban bilioni 1.3 kilitumika kwa ajili ya kulipia gharama za ukamilishaji wa jengo la Wing A ambao ndio hili Mheshimiwa Waziri Mkuu ambalo tumesimama hapa na linaendelea kutoa huduma. Lakini pia kiasi kingine cha takriban milioni 289 kilitumika kwa ajili ya kukamilisha majengo ya EMD na ICU, lakini pia kiasi cha shilingi milioni 78.9 kilitumika kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo la dialysis. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii kiasi cha fedha mpaka sasa kitatufikisha kwenye hatua ya kupaua. Katika ziara hiyo, waziri mkuu pia amemwagiza mkuu wa mkoa wa Katavi kuhakikisha mradi huo unasimamiwa ipasavyo ili ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Wazembe lazima tushughulike nao. Sisi kwenye imani Biblia imesema magugu lazima yaondolewe. Ndio, wao msitengeneze ushirika na wavivu na wazembe, wezi. Hao lazima tusafishe. Kwa hiyo mimi niliona niwaletee salamu za Mheshimiwa Rais na muongeze ari ya kufanya kazi. Watu wasipate ubaridi wa kufanya kazi. Kazi yenu inatambulika, nafanya kazi vizuri, na wale wanaokuhamisha kweli lazima tutaendelea kuchukua hatua. Kamati ya Bunge ya miundombinu imeiagiza Wizara ya Uchukuzi kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha chuo cha bahari Dar es Salaam DMI kinahamia kwenye eneo kubwa ambalo linatumika kutoa elimu na mafunzo kwa vitendo kwa maelfu ya wanafunzi wanaosoma katika chuo hicho na kwenda kufanya kazi katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Taarifa zaidi na Francisco Nungolo. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Selemani Kakoso wakati akizungumza baada ya ziara kukagua miundombinu na vifaa vya kufundishia katika chuo hicho kilichopo jijini Dar es Salaam, ambapo amesema zinahitajika shilingi bilioni 20 ili kuwezesha chuo hicho kutimiza malengo ya uanzishwaji wake pamoja na uendeleza kutengeneza sifa kubwa hapa nchini. Kazi yao tunaiona. Bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, miongoni mwa vyuo ambavyo ni vizuri sana viko chini ya wizara yako. Ukienda NIT, kila mtu akifika pale anashangaa
vitu ambavyo vipo kwenye eneo hili. Ukienda chuo cha mamlaka ya anga, kinatoa wanafunzi wengi ambao wakipata taaluma pale wanaenda nje ya nchi, na tunapata vijana wanaotoka nje ya nchi mpaka Afrika Magharibi wanakuja kusoma kwenye kile chuo. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema tayari wameingia makubaliano na mamlaka ya bandari TPA, wanaenda kujenga chuo cha Kimbiji na kulichukua eneo la sasa la chuo hicho kwa ajili ya matumizi ya bandari. Tunajua sana changamoto ya chuo hichi na tunafahamu umuhimu wa eneo hili kwa upande wa bandari, sababu hapa kama utajenga gati ya mita 500, mapato utakayopata ni makubwa zaidi kuliko kuwepo chuo hichi hapa. Maamuzi tumeshafanya na TPA wanaenda kuchukua eneo hili na wao ndio wanaenda kujenga chuo huko Kimbiji. TPA iliahidi, nyinyi wote ni mashahidi mliokuwa kwenye kamati, kama italeta full simulator. Ni kweli. Leo liko pale. Leo iko pale. Kwa hivyo tunaamini na hili TPA wanaenda kujenga, watawakabidhi eneo, watapewa na watajenga na wao watahama. Kuna sisi tutachukua eneo hili kwa ajili ya kujenga gati jingine. Mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam DMI Profesa Tumaini Gurumo amesema mitambo na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufundishia ni uwekezaji wa kiserikali ndani ya miaka 5, huku akishukuru kamati ya bunge miundombinu kwa msukumo mkubwa ambao umekuwa ukifanyika kufikia malengo. Tunashukuru sana serikali yetu kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanyika. Kwa hakika chuo kinaweza kutimiza malengo ya kuanzishwa kwake kwa sababu ya msukumo mkubwa ambao serikali imeendelea kuweka katika kusapoti chuo. Tunashukuru pia kamati yako mwenyekiti, kamati ya kudumu ya bunge miundombinu kwa maelekezo mahususi ambayo yamechangia katika maendeleo hayo tunayoona leo na ukuaji na ufanisi wa chuo chetu. Baadhi ya shughuli zinazofanywa na chuo hicho ni pamoja na ushauri wa masuala ya bahari na kufanya tafiti za shughuli za bahari ili kusaidia kukuza uchumi wa nchi. Tukisalia hapa jijini Dar es Salaam, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Jeshi la Magereza imeanza utekelezaji wa maelekezo ya Rais aliyoyatoa kupitia Tume ya Haki Jinai, ambapo alielekeza maboresho ya vyombo vya haki jinai ikiwemo uandaaji na utekelezaji wa programu za urekebishaji. Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katabi amefungua programu hiyo ya mafunzo jijini Dodoma, lengo likiwa ni kuwajengea uwezo wa maafisa mapokezi ya wafungwa 130 kutoka magereza yote nchini. Fursa ya kushiriki mafunzo mbalimbali yanayotolewa na taasisi za mafunzo na elimu nchini itasaidia sana kwa kiwango kikubwa kuwa na jamii ambayo ina uwezo wa kufanya kazi za uzalishaji, utoaji huduma kwa wananchi, lakini pia wao wenyewe kuweza kujipatia kipato kingine. Sayansi na teknolojia inazidi kuingia na inaingia katika mifumo mbalimbali na ya tofauti. Hivyo basi tunabudi kama jeshi kuhakikisha kwamba tunajifunza kila wakati, na siku hizi shule sio lazima uende darasani, hata kupitia mitandao ya kijamii tuitumie vizuri kuweza kujiendeleza na kupata taarifa muhimu, kupata mafunzo muhimu na kuimarisha na kuweza kujua masuala ambayo yanaendana na teknolojia mpya ambazo ziko hivi sasa. Aidha, amesisitiza washiriki kuandaa raia wema kupitia mafunzo hayo, kujifunza masuala ya sayansi na teknolojia, na huku akiitaka jamii kupambana na mmomonyoko wa maadili ambao umekuwa chanzo cha matukio mengi ya uhalifu nchini. Maeneo mengi ambayo ni tishio hata kwa usalama wetu wa nchi ni eneo la mmomonyoko wa maadili. Maadili yetu kama Watanzania, mila, tamaduni na desturi zetu. Wajibu huu haubaki kuja kwa magereza pekee yake. Ni wajibu kama jamii ya Watanzania tulionayo Afrika na dunia kusimamia sana masuala ya maadili. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mji kasoro bahari Morogoro. Serikali imesema itaendelea kuwekeza zaidi katika ujenzi na uboreshaji miundombinu ya maji nchini ili kuhakikisha kuna kuwepo na ziada ya maji, sambamba na kuwasisitiza wadau wa sekta hiyo kuongeza ubunifu kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa.
Taarifa kamili na Pascal Elias kutoka Morogoro. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki mkoani Morogoro wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya maji, ambapo amesema uwekezaji katika miundombinu ya maji ni muhimu ili kuhakikisha upatikanaji wa maji kutosha wakati wote na kuepusha changamoto ya uhaba wa maji inaweza kujitokeza katika baadhi ya nyakati. Kama serikali sisi tutaendelea kuwekeza katika miundombinu ya maji na kujitahidi kwa kiasi kikubwa ili kuwa na backup badala ya kutegemea wa utunzaji wa maji katika maeneo machache, basi tuwe na uendelevu katika swala hilo pia. Lakini tutaendelea kupambana kama serikali kuendeleza miundombinu ili nchi yetu iweze kuwa na utunzaji mkubwa zaidi wa maji na kuendelea kujiandaa katika kuweka akiba kubwa zaidi. Kuendelea kuzingatia matumizi ya teknolojia na ubunifu wa kidijitali katika maamuzi mnayoyatoa ili kuweza kuleta usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu. Ni matarajio yangu na ni matarajio ya serikali kuwa kupitia mdahalo huu tutaendelea kupata mawazo, tutasikia uzoefu na mapendekezo yatakayochangia na kuwa msaada mkubwa katika kuimarisha sera, sheria, kanuni, miongozo, mipango na utekelezaji wa miradi mbalimbali katika sekta ya maji. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mhandisi Mwajuma Waziri amesema mdahalo huo ni jukwaa muhimu linalowezesha wadau kujadili na kupanga mikakati ya kuboresha sera na mipango ya sekta ya maji. Mdahalo huu umeandaliwa kwa lengo la kuwaweka pamoja wadau ili kujadili nafasi ya jinsia katika upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira pamoja na uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji. Naye mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira, Jackson Kiswaga, amesema kamati hiyo itaendelea kusisitiza umuhimu wa kuzingatia usawa wa kijinsia katika upangaji wa sera, mipango na utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Sasa bunge letu la Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwamba tunahakikisha kwamba usawa wa kijinsia katika kupanga mipango na utekelezaji wa masuala yanayohusu maji unazingatiwa kikamilifu. Mkuu wa sera, utetezi na ushawishi kutoka taasisi ya Water ID Tanzania amesema upatikanaji wa maji safi na salama ni hatua muhimu katika kufikia usawa wa kijinsia, kujenga jamii yenye ustawi na kuchochea maendeleo endelevu nchini. Tunaamini kwamba kupatikana kwa maji salama ni hatua ya msingi katika kufanikisha usawa wa kijinsia na kujenga jamii zenye ustawi. Kwa Water ID, suala la usawa wa kijinsia ni moja ya mageuzi makuu kufikia maji kwa wote kila mahali. Tumekuwa tunaweka kipaumbele cha usawa wa kijinsia katikati ya miradi tunayotekeleza ikiwemo ya maji, kwa kutambua kwamba uwekezaji katika huduma za maji si tu suluhisho la kiufundi, bali ni kichocheo cha haki, heshima, usawa wa fursa na mabadiliko ya kijamii. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amepongeza juhudi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo muhimu kwa uhakika. Sisi watu wa Morogoro tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake na kutekeleza kwa vitendo juu ya ujengaji bwawa kubwa la kihistoria, bwawa la Kidunda katika mkoa wetu wa Morogoro. Bwawa ambalo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka fedha shilingi bilioni 336 ambalo lina uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 190 na lina uwezo wa kutiririsha maji kipindi cha kiangazi lita bilioni 2. Bwawa ambalo si tu shughuli za maji, litakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme megawati 20 kwa siku. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi, Upendo TV, amani kwa wote. Tuelekee kanda ya Ziwa mkoani Mwanza. Askofu wa KKKT Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria Mwanza, Oscar Lema, amewahimiza Wakristo nchini kuishi maisha ya upendo, mshikamano kwenye jamii ili kujenga taifa imara na la watu wenye hofu ya Mungu. Ametoa wito huo wakati akiweka jiwe la msingi kanisa la mtaa la Calvary Nyafula, ambapo amesema ili kuishi imani ni muhimu kujenga tabia ya kusamehe wengine, huku akiwasihi viongozi wa ushirika wa Beneza kuongeza bidii katika utendaji kazi wao pamoja na uanzishwaji wa miradi ili kuinua uchumi wa kanisa hilo.
Tunapozungumza Yesu ni chakula cha uzima, anatuwezesha kusameana. Utaishi hivyo mpaka lini? Utagombana naye mpaka lini? Na kwa nini umweke moyoni? Haja kuomba msamaha, msamee, achana naye, songa mbele, asikupunguzie mwendo. Sasa mtu anasema, unajua lakini hajaja, unajua hajaja kuniomba. Wengine hawaji, wengine watakuumiza moyo. Wewe wasamee. Kwa sababu tunapoenda kwa resma hii, kama tunaishi katika maisha, hatuwezi kuwasamee wenzetu. Hatuwezi kwenda kwa Mungu kwa toba. Haina thamani kwa resma hii. Nao baadhi ya viongozi dayosisi na usharika akiwemo katibu wa dayosisi Joshua Kekule, mchungaji kiongozi wa usharika wa Ebenezer Zakayo Filipo na mwenyekiti wa misioni usharika wa Ebenezer Abed Kasa wamesema kuanzishwa kwa makanisa ya mtaa ni dira ya kuimarisha jamii kuacha matendo ya maovu. Yesu yeye anaitwa ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo nuru maana yake inapoangaza, maana yake giza linaondoka. Kwa hiyo injili itakayohubiriwa hapa, wale watakaoipokea wataacha mambo ya giza, wataacha miungu, wataishi maisha ya hali ya kiroho. Ndio haya tu ambapo sisi tupo ya kimisioni, ni maeneo ambayo imani zile za tuseme za kienyeji ni nyingi sana. Na kwa sababu hiyo sisi tunachofanya kwamba tunapaswa kupeleka injili maeneo yote. Baadhi ya washirika wa mtaa huo akiwemo Joyce Selupembe na Denard Gilbert wameshukuru uongozi wa kujenga kanisa hilo la mtaa litasaidia kuwajengea Wakristo kiimani. Vitendo vilikuwa vya imani za kishirikina, tuseme imani haba, vilikuwa kwa kiasi kikubwa na vilikuwa vinaathiri sana hii jamii, kwa sababu unakuta kutokana na imani walionayo, mtu anaumwa, kitu cha kwanza wanafikiria kwanza kurogwa. Na moja kwa moja mtoto anapelekwa au mgonjwa anapelekwa kwa mganga, akifika kule apati huduma sahihi, na kwa sababu ni imani tu ndio imewapeleka kule, sio sahihi kuwa kule, anafariki. Kwa hiyo watu walikuwa mpaka wanafariki kwa kukosa tu imani. Jamii ya huku wengi asilimia kubwa mambo ya kishirikina waga wanayaamini sana. Imani zile za kwenda kuabudu sijui mizimu, sijui kuabudu nini bila kufanya hivi. Lakini kadri tunavyoendelea watu wanazidi kuhamasika. Ujenzi wa kanisa hilo la mtaa wa Carver Nyafula imegharimu zaidi ya milioni 13. Taarifa hii kutoka mkoani Tabora inasema waratibu wa muziki wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Magharibi Kati wamepatiwa mafunzo maalum yenye lengo la kuimarisha ubora wa huduma ya uimbaji kanisani, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea sikukuu ya uimbaji ya dayosisi inayotarajiwa kufanyika mwaka huu 2026. Mwandishi wetu kutoka Tabora anatujuza zaidi. Ikifika saa 12 kamili unishtue. Akizungumza baada ya mafunzo hayo, kaimu naibu katibu mkuu wa misioni na uinjilisti Dayosisi ya Magharibi Kati, mchungaji Patrick Katembo, amesema kuwa mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa ratibu wa muziki ili waweze kuongoza kwa ufanisi huduma za kwaya na uimbaji katika majimbo na sharika zao. Tunapojiandaa na uimbaji mwaka huu 2026, dayosisi yetu iliona ni muhimu tupate nafasi ya kuwakutanisha waratibu wa muziki kutoka kwenye majimbo, lakini pia kutoka kwenye sharika zetu na walimu wa kwaya zote kutoka kwenye dayosisi yetu, ili waje wafundishwe namna ambavyo wanaweza kutoa huduma ya uimbaji katika kiwango ambacho ni bora kabisa. Lakini pia watakuwa msaada sana wa uimbaji kwa ujumla katika kanisa, kwenye ibada zetu mbalimbali zinazofanyika kwenye sharika zetu. Na tunaamini zoezi hili litakuwa msaada mkubwa sana hasa kwa dayosisi yetu. Ni mategemeo yetu makubwa sana kwamba mafunzo haya yatakuwa na tija hasa kwenye eneo la ibada, maandalizi ya ibada kwa ujumla wake, na namna ambavyo hata washarika wataimba vizuri kulingana na jinsi uimbaji unavyotakiwa. Kwa upande wake, mkufunzi wa mafunzo hayo Mwalimu Martha Mushi, ambaye ni mratibu wa muziki Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria, amesema kuwa muziki wa kanisa ni sehemu muhimu ya ibada, hivyo unahitaji maandalizi mazuri, nidhamu pamoja na uelewa sahihi wa mbinu za uimbaji ili ujumbe wa Injili uweze kufika kwa njia iliyo bora. Watafanikiwa
maana nimewapitisha kwenye nyimbo, lakini nimwambia wasishie hapo, ni lazima wafanye mazoezi ili waendelee. So wengine walikuwa ni mara ya kwanza kabisa, wengine wana idea noten, wengine ni walimu wazuri sana wa kwaya lakini hawajui kusoma noten. Kwa hiyo ni muziki ni mzuri na muziki ni mpana, unahitaji sana mazoezi. Kwa hiyo nimwambia waendelee kufanya mazoezi ili waweze kufanya vizuri. Wakiendelea hivyo, nina uhakika uimbaji wa mwaka huu kwa Dayosisi utakuwa na tofauti. Walimu wakijua kuimba vizuri, wakasaidia washarika, hata ibada zetu zinarudisha uchaji. Ni rahisi kuimba zile nyimbo zetu na kuimba nyimbo nyingi. So kama hujui nyimbo unakuta unarudia wimbo ule ule. Na sio kwa sababu ya mashindano tu. Iwe ni muendelezo ili kuweza kunyanyua uimbaji katika Dayosisi yetu, hasa uimbaji wetu wa Kilutheri. Naye katibu wa ibada na muziki Dayosisi ya Magharibi Kati, mchungaji Oscar Mwakalukwa, amesema mafunzo hayo yataongeza ubora wa huduma ya muziki katika kanisa pamoja na kujiandaa vyema kwa sikukuu ya uimbaji ya Dayosisi ya mwaka 2026. Na mimi naamini kabisa kupitia haya mafunzo tutakayofanya na haya ambayo tayari yameshafanyika, tunaamini kabisa uimbaji wa mwaka huu utakuwa mzuri zaidi ya mwaka uliopita. Wito wangu ni kwamba wajisikie kufurahia haya mafunzo. Sisi tumeileta shule huku kabisa huku, sio kwamba mtu kasafiri kaenda wapi. Mimi ningetazamia kwamba wangefurahia zaidi. Kwanza wachungaji hili jambo walione la msingi sana. Kama jinsi baba askofu alivyoona, nao waone hivyo kwamba kanisa ni uimbaji na ibada ni uimbaji. Kwa hiyo hebu waone shauku ya kuwa na hamu ya kujifunza, lakini pia waone shauku ya kuweza kuwasukuma walimu pamoja na waimbaji kuona umuhimu wa semina kama hizi ili wapate ustadi, wafanye kazi ya Mungu kwa ustadi. Kutoka Tabora, mimi ni Happiness Palangio. Huko Nyanda za Juu Kusini mkoani Mbeya, Wakristo wamekumbusha umuhimu wa kulinda amani, upendo na mshikamano ndani na nje ya kanisa, huku wakielezwa kuwa kufanya hivyo kunasaidia kujenga kanisa na jamii yenye hofu ya Mungu na kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Mwanahabari wetu Emmanuel Lulandala ana taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa jimbo mstaafu wa jimbo la Mbeya Magharibi, mchungaji Rusajano Sanga, wakati wa ibada ya kumuaga iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde, usharika wa Iwambi jijini Mbeya. Sisi tunapaswa kuishi maisha ya huruma na upendo. Tupendane Wakristo, tupendane. Tuko pamoja? Amen. Tupendane. Katika kile tupendane. Sio natoa maneno ya huyu unayapeleka huku, yanapeleka huku, upendo uko wapi tena? Wewe mwenyewe unamchafua mtu huku, unamchafua mtu huku, unamchafua mtu. Haya sasa siku moja wanakuta sio kweli. Anza kumsafisha basi. Urudi mle ulimopita umsafishe. Ndio utagundua gharama ya kumchafua mtu. Tuishi kwa huruma na upendo. Jambo la pili litupasalo kutenda. Toa kile kidogo ulicho nacho. Usingoje uwe na vingi. Tumia muda wako, kipaji chako au mali yako kumtumikia Mungu na kuwabariki wengine. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo mteule wa jimbo la Mbeya Magharibi Nancy Maro amesema Wakristo wa usharika huo wanamshukuru Mungu kwa kazi kubwa aliyoifanya mchungaji Rusajano Sanga katika kipindi chake cha uongozi, huku akieleza kuwa mchango wake utaendelea kukumbukwa kutokana na upendo wa huduma yake aliyoitoa kwa Wakristo. Tukimzungumzia mchungaji Rusajano, ni mtu wa pekee, ana vipaji vya pekee, ni mtu mcheshi, lakini ni mtu mwenye mahusiano na kila mtu, ni mtu ambaye yuko makini na kazi yake, ni mtu ambaye utendaji wake wa kazi umegusa mioyo ya wengi kwa sababu ya namna ya upekee wa mahubiri yake, na kama vile ambavyo mmeona siku ya leo ana mifano mingi ambayo jamii inaweza kuvutwa kusikia zaidi. Kwa hiyo ni mtu wa jamii, wa kijamii kwa lugha nyepesi ya ujumla, na ni mchungaji mzuri. Mungu aendelee kumtia nguvu. Tunaamini hata huko anakokwenda pia atagusa maisha ya wengi kwa vipawa vyake. Baadhi ya Wakristo wa kanisa hilo pia wameeleza namna walivyofanya kazi kwa ukaribu na kiongozi huyo katika kipindi chake cha uongozi, huku akimpongeza kwa uongozi uliolenga kuimarisha imani, mshikamano na maendeleo ya kanisa. Kwa kweli tunafurahi na tukio hili la leo. Pia tumeasilika kwa upande fulani kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu ambaye alikuwa analipenda neno, na pia alikuwa akisimama huwa anawasihi sana watu
kulishika sana neno, na ni mtu ambaye alikuwa anaongea ukweli na ni mtu wa watu. Tunachomwambia ni kwamba hivi ameondoka kimwili, lakini jina lake bado litakuwa liko hapa Iwambi kama ni mkuu wa jimbo mstaafu aliyekuwa, na huku kwenda kwa majukumu mengine, kwenda mkuu wa chuo cha Matema. Kule ni nyumbani na hapa ni nyumbani. Tutamkumbuka kwa mema yote aliyokuwa ametutendea. Mfano mmoja wapo alituwekea kwenye jiwe la msingi la choo kipya cha kisasa. Hiko hapa ni kumbukumbu moja wapo. Tumejifunza kuishi vizuri na watu. Kunaleta mantiki kubwa sana, kwa sababu kupitia watu unajua huduma yako inaendaje. Lakini usipokuwa na upendo na watu, kwa kweli unaishi kwa shida sana. Kwa kupitia mchungaji Lusajano nimeona kwamba alikuwa akiwatumikia watu na akipenda watu pia. Kwa hiyo watu wamejitokeza kwa wingi na wametoa zawadi nyingi. Tunamshukuru Bwana kwa ajili ya utumishi wake aliouweka kwa miaka aliyokuwepo akimtumikia Mungu kama mkuu wa jimbo. Na kitu kinachombeba sana ni ile charming, yani yeye hanaga huyu wala huyu, yani wote amewaweka sawa na ni mtu wa watu wakati wote kwa kweli. Nikiripoti kutoka usharika wa Iwambi uliopo jimbo la Mbeya Magharibi, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Kilimanjaro. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii imetembelea kiwanda cha kuchakata ngozi, ambapo imeutaka uongozi wa kiwanda hicho kuongeza juhudi katika kutangaza bidhaa zinazozalishwa ili ziweze kufahamika zaidi katika soko la ndani na nje ya nchi. Rehema Abraham kutoka Moshi ana taarifa hii. Akizungumza katika ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati Hawa Mchafu amesema ubora wa bidhaa unaozalishwa kiwandani hapo unapaswa kuambatana na mikakati madhubuti ya masoko ili kuongeza mauzo na kuwasaidia wazalishaji pamoja na wafanyakazi kunufaika zaidi na shughuli za kiwanda hicho. Tatizo la soko ni nini? Tatizo la soko la hizi bidhaa ni nini? Tumeshuhudia uwekezaji mkubwa wa kuongeza thamani ya ngozi zetu, kitu ambacho pia kinatija katika taifa, lakini pia kuwasaidia wananchi wetu. Lakini tatizo ni nini? Ni ushindani wa bidhaa toka nje, au ni sisi viongozi kutekeleza sera na sheria ambazo zinalinda soko la ndani? Sasa haya mambo ni ya msingi kujiuliza. Kwa upande wake, waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, mahusiano, Deusi Sangu amesema lengo la kiwanda hicho ni kuongeza mapato kwa kuuza bidhaa katika soko la nje na ndani ya nchi, huku akilenga katika masoko ya kimataifa. Malengo yetu ni kuhakikisha tunaongeza mapato yetu kwa kuuza ngozi ndani na nje ya nchi, hasa tukilenga kuuza kwenye masoko ya kimataifa kama Italia, China na nchi jirani kama Kenya, kwa kuwatengenezea bidhaa za ngozi kama Bora Shoes, Bata Shoes, Itai Shoes, JKT na wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uwezo wa juu kwa maana full capacity, kiwanda hiki kina uwezo wa kuzalisha hadi jozi milioni 1.2 za viatu kwa mwaka. Wajumbe wa kamati hiyo ya bunge wamesema kuwa kuna upungufu wa ununuzi wa bidhaa za ngozi hasa kwa baadhi ya vyombo vya usalama. 2021 mpaka hiyo bilioni 4, lakini 24 25 inaonekana ameshuka mpaka 9.9. Ukichukua 9.9 kwa bilioni 4 aliyoshuka ni kama milioni 360. Sasa ni ameshukaje? Kwamba bidhaa kutoka kwenye majeshi yetu hazinunuliki. Yaani kama vile kiwanda hiki sasa kinabembeleza kama mikataba ya majeshi ya jeshi letu kubwa, JNBTZ, polisi, na sijaona hata mapato ya magereza. Kwenye vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama kuna mapungufu ya uzalendo wa kununua bidhaa kutoka kiwanda hiki. Nilitamani magereza kwa sababu mpo wabia wa kiwanda hiki. Wakati tunapata taarifa ya jeshi la polisi kununua bidhaa za bilioni 2, ningeona na jeshi la magereza ambao ni wadau na wenyewe nimenunua angalau bilioni 2.5, kwa sababu na nyewe na mahitaji ya viatu na vitu vingine. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwenye uzalendo huu nikupe mzigo huu ubebe mwenyewe kwenda kukaa na wizara nyingine, wenzetu wa jeshi la kujenga taifa, ili kuonyesha uzalendo wa kweli
waje kununua bidhaa kutoka kiwanda hiki. Kwa kweli kama hakuna utashi na dhamira ya kweli kutoka kwenye mioyo ya viongozi wetu katika nchi hii, kiwanda hiki hakitarudisha thamani ya hela zilizowekwa hapa. Mimi ni mfanyabiashara, leo ninajenga kiwanda cha bilioni 4.5. Mategemeo yangu nitapata faida kila mwaka bilioni 1.5 nyingine. Ninaenda miaka mitatu na malizana na hizo, naanza kupata faida. Nataka niwaambie kama huu mchezo bado unafanyika huu kwenye nchi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, wa kusema jeshi la polisi mbibembeleze waje wanunue, magereza kuwabembeleze, jeshi la wananchi tuwabembeleze, na watu wengine tuwabembeleze. Hizi hela za zilizowekwa hapa, mpaka sisi wote mnaotazama tutakufa wote, halafu tujue kama wanaokuja wataendeleza hiki kiwanda. Kutoka hapa wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Tukisalia kaskazini mwa Tanzania, waandishi wa habari wametakiwa kuongeza umakini na weledi katika kuripoti masuala ya kilimo, hususan matumizi ya mbegu asilia na mbinu za kilimo endelevu ili kusaidia jamii na wakulima kupata taarifa sahihi zinazoweza kuongeza uzalishaji wa mazao na kuimarisha usalama wa chakula. James Stanley kutoka mkoani Arusha anaripoti. Wito huo umetolewa jijini Arusha na afisa mahusiano wa Eco East Africa Impact Center Tanzania, Margaret Moleli, wakati wa ufunguzi wa mafunzo maalum kwa waandishi habari yaliyoandaliwa na shirika hilo kwa lengo la kuwajengea uwezo wa waandishi habari katika kuripoti masuala ya kilimo endelevu pamoja na umuhimu wa mbegu asilia katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Na matarajio yetu baada ya warsha hii ni kuona basi waandishi wa habari kutoka vyombo vya habari mbalimbali wakitoa taarifa kwa wingi kuhusiana na kilimo ekolojia, kwa sababu tunaamini kwamba kuna wakulima wengi sana ambao wanafanya kilimo ekolojia, lakini yamkini taarifa zao haziwafikii wakulima wengine na wadau wengine. Kwa upande wake Bwana Shamba Charles Bonvenja, mmizi waandishi habari kuangazia zaidi hadithi za mafanikio ya wakulima wanaotumia mbinu za kilimo hai na kilimo cha ekolojia, akisema hatua hiyo itasaidia kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu njia mbadala za uzalishaji wa chakula zinazolinda mazingira. Waweze kutumia kilimo ambacho ni kilimo mseto kwa kuchanganya mazao kama unavyoona hapa nyuma. Halafu pia tunawafundisha pia watumie mazao ambayo yanafunika ardhi. Halafu tunasema pia tufanye upandaji wa miti, lakini tunasema pia tufanye makingo na pia tufanye kilimo cha kufunika ardhi. Kama unaona ukifunika ardhi, ukawa na mazao ya kufunika ardhi, kwa mfano mvua ikaja ikanyesha, itanyesha juu ya hapa. Kwa hiyo kama huu ni udongo, mvua itapiga hapa juu, itafuta namna ya kujiondokea bila kuharibu, kwenda kwenye mfereji bila kuharibu huu udongo ambao uko chini. Kwa tunachukua kile kitu ambacho kiko tayari kinaenda, lakini lengo kubwa la kufanya mzunguko huu ni kukusaidia wewe mtumiaji kujua kwamba mwanzo nilivyoanza huku nilianza kwa kuweka ile mbolea yangu matandazo. Kwa kadri nitakavyozidi kwenda kule, manake hii niliyoanzia ndio itakuwa iko tayari, ambao huku itakuwa bado. Mimi napanda matete na hizi miti ili yote na mgomba yote isaidie kuzuia mmomonyoko ya udongo hai, ili maji ikiteremka kwa wingi, maji haitaweza kuchukua hii majani, maana mizizi imeshika chini. Naye mkulima wa kilimo cha ekolojia na mzalishaji nishati ya biogas, Mchungaji Julius Moleli, amesema matumizi ya mbegu asilia pamoja na mbinu za kilimo rafiki kwa mazingira yamekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza tija shambani, huku yakilinda afya ya udongo na mazingira. Baadhi ya waandishi habari walioshiriki mafunzo hayo akiwemo Dainis Kusaga na Moses Kachenje wamesema maarifa waliyopata yatasaidia kuandika habari zenye athari chanya kwa jamii kwa kuangazia zaidi masuala ya kilimo, lishe na maendeleo ya wakulima wa vijijini. Imenifunza mambo mengi sana kuhusiana na kilimo. Tumejifunza maswali mbalimbali kuhusiana na kilimo mseto, lakini pia namna ya kuweza kudhibiti udongo, mmomonyoko wa udongo. Tumetembelea mashambani, nimejifunza kuna mboga ambayo inaitwa chaya, ambayo ni mboga ambayo sijawahi kuisikia, lakini pia sikuwahi kuila. Kwa mara ya kwanza nimekuja kuijulia hapa, ni tamu kiukweli. Kwa hiyo mambo mengi sana nimejifunza kuhusiana na semina hii ambayo tumepewa kwa muda wa siku 2. Lakini pia jambo lingine
ambalo nimejifunza ni namna ya uvunaji wa maji. Zaidi jukumu kama la mwandishi wa habari ni kueneza kile ambacho tumejifunza hapa kwenda zaidi kwa jamii, na walengwa zaidi hasa wakiwa ni wakulima. Kwa hivyo lengo zaidi la sisi kuweza kuwepo hapa ni kuweza kupata uelewa wa nini maana ya kilimo ekolojia, na kwa sisi kuweza kupata elimu hiyo, naamini nakwenda kuwasaidia moja kwa moja wakulima kwanza, pia kuweza na wao pia kufahamu kilimo ekolojia ni nini na kuweza kupata faida zake pia. Mafunzo haya ni sehemu ya kuimarisha ushirikiano kati ya wadau sekta kilimo na vyombo vya habari ili kuhakikisha taarifa sahihi na zenye kuelimisha zinafikia wananchi na kuchochea maendeleo endelevu ya sekta kilimo. Nikiripoti kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Kamati ya Bunge Ustawi wa Maendeleo ya Jamii imeridhishwa na utendaji wa kazi wa Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Kigamboni jijini Dar es Salaam na kuahidi kutatua changamoto zao ikiwemo kutotambulika kimfumo katika ajira sanjari na kuwapatia mikopo ambayo itasaidia kujiajiri na kupunguza changamoto za ajira. Hayo yamezungumzwa na mwenyekiti wa Kamati ya Bunge Ustawi na Maendeleo ya Jamii Hawa Chakoma wakati wa ziara ya kamati hiyo katika chuo hicho, ambapo wamesema watakuwa mabalozi wazuri wa kuhakikisha elimu wanayoipata inatambulika katika soko la ajira na uwezeshwaji kwa mkopo kujimudu kujiajiri. Sisi kama wawakilishi wa wananchi tumechukua kwa nafasi yetu, tutaenda kuzungumza ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nimemwona waziri wangu hapa, vipo baadhi ya vitu tayari ameshapitilia tiki katika maana wao ndani ya baraza la mawaziri kwamba tayari linafanyiwa kazi, yani ithibati ya vyeti vyenu ili viweze kutambulika na viweze kukubalika katika mfumo wa pote. Waziri mwenye dhamana, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu amesema serikali imedhamiria kufanya mageuzi kwa Watanzania kwa kuwapa elimu ya ujuzi ili kuondoa ombwe la ajira, huku akiahidi kuendelea kutatua changamoto zao za kupata mikopo na kuendeleza ujuzi wao hata baada ya kumaliza masomo. Tuna idara yetu ya ajira, huduma za ajira, pia kitengo ambacho zamani ilikuwa taasisi ya TAESA, sasa tunaita ni idara ya huduma za ajira. Nitalichukua kwa uzito, tahakikisha pia hawa vijana wote wanapomaliza tuwaunganishe kwenye kazi data yetu. Jukumu la idara hiyo ni kuunganisha watafuta kazi na waajiri. Kwa hiyo vijana hao watakuwa na fursa pia ya kupeleka kwenye soko kupitia ofisi ya waziri mkuu ili waweze kupata fursa za ajira zinazojitokeza kutoka kwa waajiri. Nao baadhi ya wanafunzi wameiomba serikali kuhakikishia soko la ajira kwa kutambulika elimu yao kwa waajiri sanjari na kupata mikopo ili waweze kujiajiri. Huku mkuu wa chuo hicho mhandisi Ramadhani Simba amesema kwa sasa wanakabiliwa na uhaba wa hostel na kwamba ujenzi huo ukikamilika utaruhusu vijana wengi kujiunga na kukamilisha ndoto zao za kimaisha na kuliletea taifa maendeleo endelevu. Sasa hivi kitu ambacho nahitaji ni kupata hela ya kujiwezesha. Mimi kwa sasa naweza kutengeneza event mbalimbali zote, na lengo langu ni kufika kuwa engineer mkuu. Nilisikia nafasi za wanagenzi zilipotoka tangazo la waziri mkuu, na mimi nikachukua fomu, yani kutoka moyoni, sijalazimishwa na mtu. Nikachagua katika zile nafasi, nikachagua nafasi ya ufundi magari. Niliamua kutoka moyoni kwa sababu nataka niweze kulijua ili gari letu kiundani zaidi, yani nijue kila kitu, hii ni nini na inafanya kazi gani katika gari. Mheshimiwa Mwenyekiti, stadi hizi humpatia mshiriki wa mafunzo stadi za uaminifu, kujituma, kujiheshimu, uwezo wa kujitawala, kujali wateja, kujitegemea, kupambanua masuala ya ufundi katika soko la ajira. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.